Haleluya, mtu wa Mungu, na kusalimu kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Leo nimetaka nizungumze nawe ya kwamba usihalalishe kufanya ubaya. Usihalalishe kufanya ubaya. Usihalalishe kutenda dhambi kwa sababu tu wewe unajisikia vizuri kutenda kwako dhambi. Nataka nikwambie kwamba dhambi siku zote yenyewe ni nzuri, ni tamu. Yenyewe inakufanya uonekane mjanja sana kabla haujaitenda. Pia unavyoitenda unajiona mjanja sana, unajiona wewe ndo, yani hakuna kama wewe. Lakini kwa bahati mbaya dhambi, licha ya kwamba kabla hujaitenda na unavyoitenda unajisikia vizuri, unajiona wewe ndo, yani wewe mjanja sana, lakini nataka nikwambie kwamba baada ya kuitenda, baada ya kumalizika kuitimiliza, mbele hakuna raha, mbele hakuna ujanja, mbele kuna machungu, mbele kuna mateso, mbele kuna maumivu. Usihalalishe kukosea, usihalalishe kufanya vibaya, usihalalishe kutenda dhambi eti kwa sababu tu ni rahisi kutenda vibaya. Yani sio kazi ngumu kufanya vibaya, kuishi ovyo ovyo, kuishi maisha ya udhalimu, maisha ya dhuluma, maisha ya uwaji, maisha ya wizi, maisha ya uguzini, isiwe kwako ni kawaida. Moja ya kitu ambacho itakukimbia, ukiogope sana, ogopa sana kukosea, ogopa sana kufanya vibaya. Hata kama ni rahisi kwako kufanya vibaya, ila ogopa sana. Kama uwezi wewe peke yako, muombe sana Mungu akusaidie, ili isiwe kawaida kwako kukosea, kutenda vibaya isiwe kawaida, kwa sababu kutenda vibaya ni gharama kubwa sana. Kutubu ni gharama kubwa sana. Kutubu ni gharama kubwa, sio vile unavyofikiria. Sio huko ambako mnatubu saizi makanisani huko. Kutubu sio huko. Kutubu kabisa kabisa ni gharama, ni gharama, lazima uilipe. Kwanza mwisho tu wa ubaya ule, wewe ni mateso, ni maumivu, moyo unaenda mbio, huna raha. Una fedha lakini hauna raha. Kwa nini? Kwa sababu ya kuto kufanya ulichotakiwa kukifanya. Nikwambie mtu wa Mungu, usihalalishe kukosea, kwa sababu kukosea ni gharama kubwa sana. Ni kutubu, usijukafikiria kutubu ni rahisi. Ni rahisi, ni kweli kabisa. Mungu amesema kwamba dhambi zako zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa safi kama theluji. Ila ni mchakato, sio jambo la siku moja, ni kamchakato karefu. Kwa hiyo nikwambie tu mtu wa Mungu, usihalalishe kukosea, usihalalishe kufanya vibaya, usihalalishe kuishi ovyo ovyo, kuishi kiolela olela. Ishi kwa makusudi ya Mungu, ishi kwa mapenzi ya Mungu. Mtu wa Mungu, hebu tumsome mtu mmoja hapa aliyejiona kwamba yeye ni mjanja sana. Alionywa na Mungu lakini bado alishupaza shingo. Alionywa na Yesu lakini bado alishupaza shingo. Muone huyu aliyejiona ni mjanja, kama wewe unavyojiona ni mjanja, unavyofanya ubaya, unatembea uchi, unatembea makalio wazi, unavaa bisketi vya kuwatega vijana, umezini ovyo ovyo, umeua ovyo ovyo, umeteka ovyo ovyo, umeteka watu wasiokuwa na hatia, umeiba,
umedanganya watu. Kwako unaona ni fasheni. Nikwambie, yuko ambaye alifanya hayo, lakini mwisho wake ulikuwa ni mateso, mahangaiko, tabu. Mtu wa Mungu, gairi mabaya. Mathayo sura ya 27 na ule mstari wa 3. Kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa, alijuta, akawarudishia wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha, akasema, nalikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia. Wakasema, basi haya yatupasa nini sisi? Yaangalie haya wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu Yuda ndiye aliyemsaliti Yesu. Baada ya kumsaliti Yesu, ilivyoingia hukumu ndani yake, ilivyoingia hukumu, kila mmoja anavyotenda ubaya, kuna hukumu ambayo huwa inaingia ndani, inaanza kukuhukumu, inaanza kukutesa. Hata hawa walioua Oktoba 29, kuna hukumu ipo ndani yao, inawahukumu kila siku, inawatesa ndani ya moyo. Na ndio maana nasema kwamba wewe usihalalishe kukosea, kwa sababu kukosea yani ni gharama. Kukosea ni machungu, ni mateso, ni maumivu, ni taabu isiyokoma. Nakwambia mtu wa Mungu, kama unafikiria kutenda mabaya, kuwa mbaya zaidi, ndivyo utakavyozidi kuwa mtumwa zaidi, kwa sababu Biblia kama ilivyosema kwamba atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Yaani kama tu utaendelea kutenda mabaya, wewe utakuwa mtumwa milele na milele. Hauwezi ukajisikia raha. Wakasema, basi haya yatupasa nini sisi? Wale anaotaka kujisikia vizuri, anasema kwamba sisi yatupasa nini? Yani unataka kuturudishie sisi akati sisi tushamaliza, yani biashara imeisha. Wewe unataka kurudisha fedha ambazo sisi tumeshakupatia wewe. Wewe si unaona kwamba fedha ni za muhimu sana kuliko unachomfanyia mwenzako, rafiki yako? Ndio sawa na leo hii wewe unafanya mabaya juu ya ndugu yako, juu ya mtu yoyote ule, kwa sababu sisi sote ni ndugu. Unavyonifanyia mimi ubaya, unavyomfanyia mwingine ubaya, unajifanyia mwenyewe. Na kwa sasa, kwa sababu hatujuagi kwamba hichi ninachokifanya najifanyia mwenyewe, basi wewe ni kufanya tu ubaya, kumbe unakuwa unajifanyia wewe mwenyewe. Anaendelea kusema kwamba akavitupa vile vipande vya fedha katika hekalu, akaondoka. Alivyoondoka akaenda akajinyonga. Usicheze na dhambi, cheza na kitu chochote kile, ila usicheze na ubaya, usicheze na dhambi, usicheze na dhambi itwayo dhambi yoyote ile, yoyote ile unayefahamu wewe, yoyote ile, ubaya wote ule, chochote kile ambacho kwa Mungu ni chukizo, hukutakiwa kukifanya, hukutakiwa kukitenda, basi kwako wewe kitageuka mwiba, na mwisho wa siku utaingia kujinyonga. Amesema akaondoka akaenda akajinyonga. Wakuu wa makuhani wakavitwaa vile vipande vya fedha, wakasema, si halali kuviweka katika sanduku ya sadaka, kwa kuwa ni kima cha damu. Kwa kuwa ni kima cha damu. Lakini leo hii kuna watawala wameua Oktoba 29. Saizi wapo wanajipendekeza makanisani, wanajipendekeza kwa watu kutoa sadaka, ili tu wanaishi kwamba watasafisha ule ubaya walioufanya. Hao wenzetu licha ya kwamba walikuwa ni wabaya, bado walikataa sadaka ya uovu.
kwa sababu haikutakiwa kuingia kwenye kikapu cha sadaka. Lakini leo wachungaji wanakubali kupokea sadaka za watu wauaji, watawala wauaji, walioshiriki uovu wa kuua, walioshiriki mauaji Oktoba 29. Baba zetu walikataa sadaka inayotolewa kwa ajili iliyomwaga damu, walikataa. Leo wachungaji kadha wa kadha wanapokea sadaka za watawala ambao wameshiriki uovu. Some Matendo ya Mitume sura ya 1 na ule mstari wa 15 nianza. Siku zile akasimama Petro kati ya hao ndugu, jumla ya majina ilipata 120. Akasema, ndugu, ilipasa andiko litimizwe alilonena Roho Mtakatifu zamani kwa kinywa cha Daudi katika habari za Yuda msaliti, aliyewaongoza wao waliomkamata Yesu, kwa sababu alikuwa amehesabiwa pamoja na sisi, akapata sehemu ya huduma hii. Basi mtu huyu alinunua konde kwa ijara ya udhalimu, akaanguka kwa kasi, akapasuka, matumbo yake yote yakamtoka. Ikajulikanika na watu wote wakaao Yerusalemu, hata konde lile likaitwa kwa lugha yao Akeldama, maana yake konde la damu. Anasema basi mtu huyu alinunua konde kwa ijara ya udhalimu, akaanguka kwa kasi, akapasuka, matumbo yake yote yakatoka. Nimekwambia kwamba huyu ni Yuda, yule aliyemsaliti Yesu. Baada ya kumsaliti Yesu, baada ya kufanya ubaya, na ndio maana nakwambia ogopa sana kufanya kukosea, ogopa sana kufanya yasiyo mapenzi ya Mungu, yasiyo makusudi ya Mungu. Kwa nini? Yana gharama. Yaani kwa kadri utakavyofanya ubaya, hauwezi ukajisikia raha, na usipotubu, na kutubu kwake sasa ni kutangaza kwanza, ni kujua ukubwa wa kosa ulilofanya, halafu ni kuweka wazi kila mahali utakaponena habari za Mungu, ukiri ubaya wako. Kama upo kwenye cheo, uache hicho cheo chako, uache hicho cheo cha damu, uache, uishi maisha ya kawaida kabisa, halafu uwe unatangaza kila kukicha, popote utakaposimama, kwa ajili tu ya kumnena Yesu Kristo, utangaze ule ubaya uliofanya. Kwa hiyo mtu wa Mungu, usihalalishe kukosea, usipende kukosea, usipende kutenda dhambi. Moyo kwenda mbio, moyo haujisikii vizuri, hiyo ndio tabu. Kukosa fedha sio ndio tabu. Unaweza ukawa na mamilioni na mabilioni, lakini ukawa una tabu. Wako watu matajiri wengi sana wanamiliki biashara zao kwa kutoa kafara, kwa kuua, kwa kumwaga damu isiyo na hatia. Leo hii kawaulize, wanajisikia vizuri? Wanajuta. Lakini kwa sababu walishakula kiapo, watatokeje sasa? Inakuwa ni vigumu. Kwa hiyo dhambi sio ya kuichekea. Moja ya kitu ambacho inataka kichukie kwa nguvu zako zote ni dhambi. Sasa ili uichukie, inataka umche Mungu, umgeukie Mungu, umgeukie Yesu, utubu, uokoke. Kwa sababu Biblia inasema kwamba kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Kwa hiyo nikwambie tu mtu wa Mungu, usihalalishe kukosea. Kukosea
isiwe ndio fasheni yako, isiwe ndio ujanja wako, isiwe ndio usistadu wako, ublazameni wako, yaani kukosea, kufanya ubaya wote unaofahamu wewe, iwe ni dhambi ya zinaa, iwe ni dhambi ya kuua, iwe ni dhambi ya kuteka, isiwe kwako ni kawaida, isiwe kwako ni kawaida. Mara nyingi nimekuwa nikisoma ili andiko katika Ayubu sura 20, Ayubu sura 20 na ule mstari wa 4, anasema, je, hujui neno hili tangu zamani za kale, tangu wanadamu kuwekwa juu ya nchi, ya kuwa shangwe ya waovu ni kwa muda kidogo, na furaha ya wapotovu ni ya dakika moja tu? Ujapopanda ukuu wake mpaka mbinguni, na kichwa chake kufikiria mawinguni, hata hivyo ataangamia milele kama mavi yake mwenyewe. Hao waliomuona watasema, yuko wapi? Warumi sura ya 2, Warumi sura ya 2 mstari wa 9, anasema, dhiki na shida juu ya kila nafsi ya mwanadamu atendaye uovu, Myahudi kwanza na Myunani pia, bali utukufu na heshima na amani kwa kila mtu atendaye mema, Myahudi kwanza na Myunani pia. Dhiki na shida. Dhiki sio kukosa fedha. Dhiki ni ile kuto kujisikia vizuri. Unadhikika ndani unadhikika ndani, hakuna raha. Unatafuta fedha lakini hazina raha, hazikupi raha. Unakula chakula kizuri lakini hakikupi raha. Kwa nini? Kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya ubaya. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho kitakufanya uwe na dhiki, ogopa sana kukosea, ogopa sana kufanya ubaya. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka nyikani, anasema, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake, kwa kuwa yeye yu aja kumlipa kila mtu sawasawa na matendo yake, sawasawa na tabia zake. Amen.